Mungu alitupa mahali pale ili tuweze kupamiliki na kupatawala. Kwa hiyo hata kama watu wataondoka, wataenda mbali vipi, ile madhabahu itaendelea kubaki pale pale, ikiendelea kuwakumbusha. Hata kama wataenda utumwani, kitu kilichowavuta na kuwarudisha Kanaani ni ile madhabahu ambayo Ibrahimu alikuwa ameijenga. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo hata kama utachukuliwa kwenda utumwani miaka 400, lakini kama uliachilia, ulijenga madhabahu na kuachilia sadaka, maandiko yanatuonyesha ya kwamba itawakumbusha. Hata kama ni miaka 4, vizazi 4 vimepita, itawakumbusha na kuwarudisha tena katika eneo ambalo Mungu alikuwa amewapatia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kazi ya pili ya madhabahu tumesema inatumika kama dira. Ibrahimu aliijenga ili iwe kama dira kwake, iweze kumkumbusha ya kwamba hapa ndipo mahali Mungu alipokupa na unatakiwa kupamiliki hapa wewe pamoja na uzao wako. Bwana Yesu atusaidie sana. Kazi nyingine ni kufanya mawasiliano ya moja kwa moja na Mungu. Kama tulivyosema ya kwamba madhabahu ni sehemu ambayo Mungu na wanadamu wanakutana kwa ajili ya kuhojiana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo mahali popote Ibrahimu alipokuwa na maswali ya kumuuliza Mungu, alikuwa na uwezo wa kwenda katika ile madhabahu na kumkumbusha Mungu ya kwamba Mungu, sio wewe uliyeniambia ya kwamba nitaimiliki nchi katika mapana yake na urefu wake. Kwa hata kama kulikuwa kuna vita ambayo alikuwa ingie kuipigana, Mungu aliweza kumkumbuka kwa sababu ya madhabahu ambayo alikuwa ameijenga mahali pale. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo siri hii ya pili ambayo tunajifunza hapa, ikatusaidie katika yale maono ambayo tunayaona, ikatusaidie katika ule wito ambao Mungu ametupatia, ya kwamba tukaweke alama mbele za Mungu. Tafuta kitu cha kufanya mbele za Mungu. Wala sikuelekezi kuleta sadaka hapa kanisani, ila nakuelekeza kupeleka sadaka mahali Mungu atakwambia ipeleke, ili kuweza kufanya Mungu aikumbuke hiyo sadaka na akaimarisha agano kati ya kwako wewe na yeye. Bwana Yesu atusaidie sana. Tutaenda kuangalia siri ya tatu. Muda wetu umekimbia, kwa hiyo tutaenda kwa kifupi ili kuweza kuruhusu mambo mengine yaweze kwenda mbele. Siri ya tatu tunaenda kuangalia ni juu ya habari ya kufunga na kuomba. Bwana Yesu atusaidie sana. Siri ya tatu ni juu ya habari ya kufunga na kuomba. Sasa ukisoma katika ile Luka sura ya 4 kuanzia mstari wa 3 kule, utaona maandiko matakatifu yanasema Yesu Kristo alipokwisha kubatizwa, baada ya Roho Mtakatifu kuja juu yake, akamuongoza kwenda jangwani kujaribiwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Na kama unakumbuka, tulisema Mungu hatembei na watoto wadogo rohoni, watoto wachanga rohoni. Anatembea na watu ambao kichwani mwao, rohoni mwao wameweza kupata ufahamu na maarifa yaliyo kamili. Kwa hiyo Mungu, baada ya Yesu Kristo kukubali kujazwa na Roho Mtakatifu baada ya kubatizwa, maandiko yanasema akaongozwa kwenda nyikani kujaribiwa. Na alipofika kule, maandiko yanasema alifunga kwa muda wa siku 40. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ukisoma, hebu twende tukaisome hapo Luka ili tuweze kuipata hiyo picha vizuri. Luka sura ya 4 na mstari ule wa 3 tuanze nao. Luka sura ya 4 mstari ule wa 3. Nianze mstari wa kwanza, nitasoma kwa haraka. Maandiko matakatifu yanasema, na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordan, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Bwana Yesu atusaidie. Tuishie hapo hapo. Maandiko yanaonyesha habari ya Yesu Kristo baada ya kutoka kubatizwa, akajazwa na Roho Mtakatifu, akaongozwa na Roho kwenda kule nyikani. Na akiwa huko nyikani, maandiko yanasema Ibilisi akaenda kumjaribu. Bwana Yesu atusaidie sana. Baada ya Yesu kubatizwa, ndipo historia ya kazi yake inaanza kuonekana. Ndipo historia ya utendaji kazi wake inaanza kuandikwa. Kabla ya Yesu Kristo kubatizwa, hatupati historia ya utendaji kazi wake huko nyuma.
Lakini baada ya kubatizwa tu, hatua ya kwanza Yesu Kristo anaifanya ya kwenda nyikani kwa ajili ya maombi ya kufunga na kuomba. Bwana Yesu atusaidie sana. Na hata kwa wanafunzi mnaokuja kuanza masomo, ni vyema sana ukajipa nafasi wewe mwenyewe ya kuingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Bwana Yesu atusaidie. Kwa sababu maandiko yanasema Yesu alipoianza ile safari, alipoenda kule nyikani, Ibilisi akaja kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kwanza kumjaribu. Tafsiri yake ni nini basi? Katika ule wito au maono Mungu aliyotupa ndani yetu, siku tutakapoamua kuanza kuyafanyia kazi, kuanza kuyatembea na kuyafanyia kazi, Ibilisi yupo tayari kwa ajili ya kuja kututoa katika huo mstari. Bwana Yesu atusaidie sana. Kama Mungu amekupa biashara kuifanya, kama Mungu amekupa kazi kuifanya, kama Mungu amekupa kuweza kusoma, uwe na uhakika katika hiyo safari unayoianza, Ibilisi yuko mbele, amejiandaa kwa ajili ya kukujaribu. Na lengo la Ibilisi sio kukujaribu akufurahishe, ni kukutoa kwenye mstari ambao Mungu alikuwa ameuandaa mbele yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kitu pekee kinachoweza kikakupa nguvu ya kuweza kushinda hayo majaribu ni maombi ya kufunga na kuomba. Kwa hiyo kabla hujaanza kitu chochote ambacho unakiona kwamba hiki ni kitu kikubwa ambacho Mungu kakiweka moyoni mwangu. Wapo kijana amesema amekuja kutafuta maisha. Unapoianza safari ya kutafuta maisha, hakikisha unaanza kwa maombi ya kufunga na kuomba. Maana hata Yesu wanafunzi wake waliposhindwa kumtoa yule pepo, akamwambia kwa namna hii haiwezekani. Bwana Yesu atusaidie sana. Akawaambia kwa namna hii haifanye nini? Haiwezekani, isipokuwa kwa kufanya nini? Kwa kufunga na kuomba. Inamaanisha iko siri iliyojificha nyuma ya maombi ya kufunga na kuomba. Kwa maombi ya kufunga na kuomba, kila kitu kinawezekana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo Yesu Kristo mwenyewe alipoanza huduma yake, kabla hajatoka na kuanza kutafuta wafuasi na kuanza kutafuta wanafunzi, kabla hujatoka na kuanza kutafuta wateja katika biashara ulionayo, kutafuta wadau katika biashara ulionayo, ni vyema ukaanza kwa maombi ya kufunga na kuomba, ili yale mambo ambayo yako mbele yako ambayo yalikuwa hayawezekani kwa maombi ya kawaida, Mungu akayafanye kuwa yanawezekana. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ukitaka kutembea katika viwango vingine katika jambo lolote unalolifanya, anza kwa haya maombi ya kufunga na kuomba. Yesu Kristo alipoanza na haya maombi, alipotoka mahali pale, maandiko ndipo yanaposema ishara na miujiza vikaanza kutendeka. Watu wakaanza kumfuata. Huhitaji kujipigia debe ili watu waweze kukufuata. Yaani ile nguvu uliyotoka nayo kwenye maombi ya kufunga na kuomba inakutengenezea nafasi yenyewe katika ufalme. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tunapotaka tuwe washindi katika ufalme huu wa mwili na ufalme wa roho, ni lazima tuijue hii siri ya kufunga na kuomba. Bwana Yesu atusaidie sana. Na maandiko yanasema alipokuwa kule, Ibilisi akaanza kumjaribu. Na angalia kwamba shetani anajua haya maombi sio mazuri kwake. Maandiko yanasema hivi katika ule mstari wa 3. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Bwana Yesu atusaidie sana. Cha kwanza shetani anachoanza kupambana nacho ni kuondoa maombi ya kufunga na kuomba kwa maisha ya watu wa Mungu. Anakupa excuse kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, kwa nini ukae na njaa? Maana ukisoma hapo maandiko yanasema Yesu alikuwa ameona nini? Njaa. Shetani anataka amtoe kwenye maombi ya kufunga na kuomba, kwa sababu anajua nikimshindwa kwenye hili eneo, hakuna mahali ninakoweza nikamkamata. Kwa hiyo ni heri nifanye kila namna nimtoe. Akatumia statement ambayo ukiingia kwa haraka unaweza ukaiona kama vile ni nzuri, inanipa heshima, kwamba kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, hebu geuza basi ili jiwe liwe mkate. Unaweza ukasema ni statement nzuri kwamba ngoja nimuonyeshe kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Ukageuza jiwe likawa mkate. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini Yesu Kristo kwa kujua ya kwamba maombi ya kufunga na kuomba ni silaha ya hatari kwa shetani, akamwambia imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini basi? Kitu ambacho kinaweza kikawaua wanadamu ni njaa. Na Yesu anamwambia shetani ya kwamba mtu hataweza kuishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwa nani? Litokalo kwa Mungu. Inamaanisha ukikubali kuingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba, utaishi kwa neno linalotoka kwa Mungu, hutaishi kwa mazingira yanayoonekana kwa wakati huo. Bwana Yesu atusaidie sana. Mazingira yanayoonekana kwa wakati huo yanawezekana ni mabaya, ni magumu, ni ya njaa. Lakini ukiishi kwa
katika maombi ya kufunga na kuomba, maandiko yanasema utaishi kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ni roho wa Mungu. Unaposikia neno la Mungu ujue kuna roho ya Mungu, maana maandiko yanasema neno hili niwaambialo ni roho. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo sasa Yesu akijua ya kwamba shetani anataka kunitoa kwenye ramani ambayo mimi ninataka kuiendea, anataka kunitoa kwenye maono ambayo Mungu anipa moyoni mwangu, anataka kunitoa kwenye lile agano nililofanya na Mungu, Yesu anamwambia shetani ya kwamba sitaishi kwa mkate tu, nitaishi kwa kila neno linalotoka kwa Mungu. Mtu wa Mungu, usiishi katika njaa ulionayo. Usitafute kushibisha njaa ulionayo. Tafuta kushibisha kile kitu Mungu alichokiweka ndani yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa shetani alijua hii siri, akataka amuondoe Yesu Kristo. Ndivyo ambavyo anaitumia siri hiyo hata leo. Hamna kitu kigumu kama maombi ya kufunga na kuomba. Bwana Yesu atusaidie sana. Na sikia, kitu hicho kutupotezea sisi uhalali wa kuitawala hii dunia ilikuwa ni chakula. Shetani alimfuata Adamu na Hawa katika ile bustani, akaambia eti Mungu amesema msile haya matunda. Anazungumza na nini? Anazungumza habari ya chakula. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakamwambia alisema tule yote lakini tusile hili tunda hili. Shetani akatafuta maneno mazuri ya kuweza kuondoa kwenye mstari ili tu apate kula. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo katika maombi ya kufunga na kuomba ndiko unakoweza ukaprotect your destiny. Usipokubali kufanya maombi ya kufunga na kuomba, huwezi ukalinda maono Mungu aliyoyaweka mbele yako. Huwezi ukailinda safari ambayo unayo mbele yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kama ni watu wenye maombi, wenye maono makubwa mbele yetu, ni lazima tukubali kuingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Ni lazima tukubali kuingia kwenye haya maombi ya kujiachilia kwa Mungu. Tukubali kuingia kwenye maisha ya kuishi kwa neno tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni lazima tukubali safari ya namna hiyo. Lakini kama tunataka kupoteza future Mungu aliyoiweka, Adamu alipoteza future yake kwa kula tunda, kwa kushibisha tumbo lake. Alipoteza kusudi la Mungu katika maisha yake kwa kula tunda. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ndio kitu ambayo shetani amekuwa akipambana nayo kupita maelezo. Ni moja ya siri katika ufalme wa Mungu. Tunapotaka kuiendea safari ya maono tulionayo kwa ushindi na kwa nguvu, ni lazima tuamue kuingia kwenye haya maombi. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa najua ziko shida mbalimbali za kiafya ambazo ni mashambulizi pia ya shetani, akituzuia tusifanye hayo maombi. Lakini wataalamu wa afya wana namna nzuri wanazotusaidia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwamba ukiona ya kwamba afya sio nzuri sana, na ndio maana hapa kwetu tumeagana ya kwamba maji ya kunywa sio vibaya. Ukiona kwamba kama mwili haujakaa vizuri, kunywa maji. Lakini kama pia unaona mwili haujakaa vizuri, tafuta hata juice ambayo mtaalamu wa afya anaweza kukushauri. Tumia hiyo juice kwa kiasi. Yaani uhakikishe ya kwamba chakula hakikutoi kwenye kusudi la Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Maombi ya kufunga. Danieli akiwa amejua ya kuwa haya ni majira ya kutoka katika utumwa, akiangalia katika ulimwengu wa roho anaiona picha ya kutoka katika utumwa. Na aliporudi kwenye vitabu aliposoma, maandiko yanasema akajua majira ya kwamba wameshakaa kule katika nchi ya utumwa kwa muda wa kutosha. Ni wakati wao wa kuweza kutoka katika hiyo hali. Maandiko yanasema Danieli aliingia katika maombi ya kufunga na kuomba. Kwa sababu alijua mkuu wa anga jinsi alivyokuwa ametamalaki mahali pale. Hakuna namna anaweza akaomba maombi ya kawaida akaweza kurescue destination yake, akaweza kuikomboa na kuiokoa ile future au hatima ya maisha yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo aliamua kuingia kwenye maombi ya kufunga na kuomba ili kuhakikisha ya kwamba anaweza kukamata haki yake ya kutoka katika utumwa, haki ya wana wa Israeli ya kutoka katika utumwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Watu wa Mungu, siri hii inatufanya wakati mwingine huduma zetu zishindwe kuchanua. Kwa sababu tukitaka kufunga tunaanza kujionea huruma. Tukitaka kufunga unaangalia chips jinsi inavyopendeza. Yaani ukiangalia inang'aa mafuta namna hii. Alafu inawekwa na kamshikaki pale. Inawekwa na mayai yamekaa pale vizuri. Siku hizo wanaweka na ile kachumbari sio anaita nini ile. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukitazama namna hii unaona la, ngoja nikazie kidogo.
Lakini kumbuka, Adamu alipoteza destination yake kwa sababu ya chakula. Kumbuka, Ibilisi alimfuata Yesu ili kumtoa kwenye kusudi lake kwa kutumia chakula. Kumbuka, Danieli aliomba ili watoke katika vile vifungo na akajinyima chakula. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa hii ikawe ni msaada kwako unayeanza safari ya aina yoyote. Kila mtu hapa yuko kwenye safari ya namna yake. Safari zetu hazifanani. Bwana Yesu atusaidie sana. Safari zetu hazifanani. Mwingine ana malengo ya kuishia darasa la 5, mwingine la 7, mwingine afike achukue degree, mwingine awe profesa, mwingine ana malengo ya kuwa mfanyabiashara tu wa kuuza pale pale St. John kama mama yetu Stella anavyouza pale. Lakini mwingine anatamani ya kwamba atoke kama yeye mwenyewe mama Stella anaweza kusema hii sio level yangu. Hivi kwa nini tusiweke supermarket pale kanisani? Tuna liwanja kubwa namna hii, niishie kuuza kwenye aka kibanda. Kwa anaweza akaangalia picha ya kutengeneza li supermarket. Bwana Yesu tusaidie sana. Lakini mwingine anakunja nne kwamba nimefika. Mwingine ni dereva wa bodaboda tu. Yaani akikaa kwenye pikipiki akivuta mafuta anaona nimefika. Akiangalia kwao alikotoka anaona mimi ndo nimefanikiwa kuliko watu wote. Naendesha pikipiki. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo safari zetu hazifanyi nini? Hazifanani. Maono yetu hayafanani. Kwa hiyo kwa sababu hiyo kila mmoja kwa safari alionayo anatakiwa kujua ili aweze kushinda katika hiyo safari. Hii siri hawezi kuikwepa. Maana bila ya hivyo shetani akija kukujaribu huwezi ukatoka salama. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ninaongea hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu kama kanisa tunayo vision ya kwenda mbali.